Siku chache zimesalia kuelekea katika fainali za Afrika AFCON mwaka 2025 ambazo zinatarajiwa kufanyika huko nchini Morocco, na Tanzania ni sehemu ya timu shiriki katika fainali hizo. Sasa hapa tunakwenda kuangalia kundi letu ambalo tumepangwa sambamba na Nigeria, Tunisia na Uganda. Kundi hili ni kundi la namna gani na nafasi ya Tanzania iko vipi? Uhalisia kabisa kwamba hili kundi, hii ni fact, sio opinion, kwamba hili kundi ni gumu kwa Tanzania, na kundi limepangwa chronologically kwa maana ya taifa la kwanza la ubora mpaka taifa la mwisho kutokana na pots ambazo zilikuwa zimewekwa. Kwa hiyo taifa la kwanza lenye nafasi kubwa zaidi kwa ubora ni Nigeria, nafasi ya pili wako Tunisia, nafasi ya tatu Uganda, nafasi ya nne wako Tanzania. Kwa hiyo Tanzania ndio underdog kwenye hili kundi, lakini kama haitoshi, ni kundi ambalo Tanzania haimaanishi kwamba wakiwa underdog hawana nafasi ya kwenda. Hapana, nafasi ya kwenda ipo. Hapa tunakwenda kuangalia mataifa haya yote manne na kundi lilivyo na nafasi ya Tanzania, ili wewe sasa ukiwa umetulia unafuatilia fainali hizi uwe na picha kichwani kwamba hili ni kundi la namna gani na mpinzani yupi anamaanisha nini. Tukianza na taifa la kwanza kabisa ni Nigeria. Nigeria ni taifa kubwa sana katika fainali hizi ya Afrika. Ni taifa ambalo limeshajitambulisha miaka mingi kwamba lina nyota wengi wakubwa, yani misimu mingi wamekuwa wakitoa michezaji mingi mikubwa, wachezaji ambao wana shout, wanafanya vizuri katika ligi mbalimbali barani Ulaya. Sasa hivi wanaingia katika fainali hizi wakiwa na wachezaji wengi wazuri, lakini mchezaji anaangaliwa kwa jicho la tatu zaidi ni Victor Osimhen ambaye anacheza kule nchini Uturuki kwa wakati huu. Ni mchezaji ambaye misimu miwili nyuma alikuwa mchezaji bora wa Afrika. Lakini Ademola Lookman ambaye yuko Italia kule anacheza Atalanta, na mwenyewe pia ni miongoni mwa wachezaji muhimu sana. Msimu jana ndo alikuwa mchezaji bora wa Afrika. Kwa hiyo hiyo na kuonesha tu kwamba hili ni taifa kubwa. Nyota wawili hawa wachezaji bora Afrika misimu miwili iliyopita wote wametokea ndani ya Nigeria. Kwa hiyo ni taifa ambalo limefanikiwa sana katika michuano hii, lina experience ya kutosha katika michuano hii, ni favorite wa kwenda hatua inayofuata. Kumbukumbu nzuri, msimu jana walimaliza katika hatua ya finali, yani walicheza finali, walipoteza dhidi ya wenyeji kwa maana ya Ivory Coast, lakini walicheza finali. So Nigeria wana nafasi kubwa. Nafasi nyingine inakwenda kwa Tunisia. Tunisia bwana, ukimtoa Nigeria ukimweka pembeni, Tunisia ni taifa la pili kwa ubora, lakini ni ukweli usiopingika kwamba Tunisia sasa hivi wameshuka viwango vya ubora. Ukifananisha kundi hili na kundi la Tanzania msimu uliopita kwa maana 2023 finali za Ivory Coast, lile lilikuwa kundi gumu zaidi kuliko hili. Kundi hili Tunisia licha kuwa na ubora wao, lakini kwa miaka mingi, lakini kwa miaka hivi karibuni wamedrop viwango. Yale makali yao yamepungua kwa kiwango kikubwa sana, na Tunisia haipo tu kwenye timu zao za taifa, hata kwenye timu zao za klabu, yani klabu zao, ligi ya ndani yenyewe, ushindani umepotea, mvuto umepotea. Klabu zao zifanya vizuri. Tunisia walikuwa na miklabu mingi ambayo walikuwa wanafanya vizuri kwa miaka mingi, lakini this time around klabu zao zina struggle. At least klabu iliyobakia kunyosha kidole hivi inachomoza ni Esperance de Tunis, ambao wenyewe pia wamechoka sasa hivi, kwa maana ya msimu huu wametuonesha sura tofauti. So wana wachezaji 9 ambao wanacheza katika ligi ya nyumbani, wana wachezaji wengine wanacheza katika ligi nyingine mbalimbali ndogo na kubwa, lakini ukiangalia hawana wale notable players kwamba wachezaji fulani wanaweza kuiamua mechi, wachezaji fulani ni hatari sana. Hawana. Wachezaji wao wengi wamekuwa wa kawaida. Of course ni miaka mingi Tunisia wamekuwa struggle katika kupata wachezaji ambao wamekuwa na kaliba hiyo, lakini hata wenyewe pia wamekuwa hawatishi. Msimu huu wameshiriki michuano ya FIFA Arab Cup. FIFA Arab Cup walikuwa katika kundi moja sambamba na Syria, Palestina, wao pamoja na Qatar. Ukiangalia hayo mataifa yote manne katika kundi lao la FIFA Arab Cup, yani michuano ya Afrika kwa timu za Kiarabu, michuano ya FIFA kwa timu za Kiarabu duniani kote, wenyewe Tunisia kwenye hilo kundi ndio timu ambayo ingekuwa favorite, ndio timu ambayo ingempa nafasi kubwa zaidi ya kwenda, kwa sababu kwenye viwango ndiko bora kuliko timu hizo zote tatu tulizozitaja hapo nyingine. Sasa Tunisia ameshindwa kuvuka hapo, ameshindwa kwenda hatua iliyofuata. Qatar na Tunisia wameshindwa, aliyekwenda ni Palestina na Syria ambao wamezidiwa na daraja na Tunisia. Kwa hiyo Tunisia ni kama wanajitafuta, wanataka kurudi tena kwenye ubora wao, lakini hawapo kwa wakati huu. Mchezaji wao angalau wanaonekana kwa threat
ni Elias Shikir ambaye anacheza kwenye kiungo cha ulinzi. Just imagine. Huyu ndo mchezaji ambaye anaonekana bora zaidi, anacheza pale Ujerumani. Lakini pia wanaye Hannibal Mejbri ambaye anacheza Burnley ya England. Ni kijana mdogo, kapita pale Manchester United, lakini bado na yeye sio kwenye lile daraja. Mchezaji mwingine ni Ferjan Sassi, anacheza Al Gharafa ya kule Qatar, na yeye pia ni miongoni mwa nyota wazuri, lakini bado sio kwenye ile klasi ya A-list kabisa wa kusema kwamba wanatisha kwa daraja hilo. Hapana. So kwa ninavyofikiria, Tanzania dhidi ya Nigeria ni mechi ngumu sana, na tusishangae Tanzania ikipoteza. Lakini Tanzania dhidi ya Tunisia, Tanzania wanaweza kukaza msuli. Dhidi ya Tunisia inaweza kukota alama. Inawezekana ikawa 3, inawezekana kuwa 1 au kupoteza. Matokeo yote matatu yanawezekanika. Kwa hiyo ni namna ambavyo Tanzania inajiandaa vizuri kuelekea katika mchezo wao dhidi ya Tunisia. Uzuri wa Nigeria, wana wachezaji wengi sana wenye daraja la juu ambao wanaweza kuiamua mechi muda wowote ule. Mtu kama Victor Osimhen muda wowote ule anakuamulia mechi yako au anakumalizia mechi yako. Lakini Tunisia wanakosa wachezaji wa namna hiyo. Mshambuliaji miongoni mwa washambuliaji tegemeo ni pamoja na Saifeddine Jazir, striker ambaye anacheza Zamalek ya Misri. Tukija kwa upande wa Uganda, hii ndo dabi yetu. Hii ndo mechi ambayo pengine itakuwa na mvuto zaidi kwa sababu ni mechi ya Afrika Mashariki. Hapa inatukumbusha mwaka 2019 finali zilizofanyika Misri. Kwenye kundi moja tulikuwa Senegal, Algeria, Tanzania pamoja na Kenya. Mechi yetu dhidi ya Kenya ndio ilikuwa ya kishindani zaidi, licha kwa mabao 3-2 kupoteza Tanzania. So hata kwenye msimu huu naona mechi ya Uganda na Tanzania ndo mechi ambayo tunakwenda kushikana mashati, tunakwenda kuoneshana ubabe, kwa sababu ni mataifa ambayo yanafahamiana vizuri sana na hata wachezaji wengi wanajuana. So ni aina ya mpinzani ambaye anaweza kutupa challenge kubwa, lakini ni mpinzani ambaye tunaweza tukatoka naye matokeo yoyote, kwa maana sisi tunaweza kumfunga Uganda, Uganda anaweza kutufunga sisi, sare inaweza kupatikana. So ukiangalia Tanzania kwa timu hizi mbili, kama maandalizi yatakuwa mazuri, commitment ikawa nzuri, kujiandaa kucheza na hizi timu mbili, Tanzania inaweza kuokota alama kwa mara ya kwanza. Tunaweza tukapata ushindi kwa sababu tunakwenda katika AFCON yetu ya 4 baada ile ya mwaka 1980 ya Nigeria, ya pili ya mwaka 2019 ya Misri, ya 3 ya mwaka 2023 ya Ivory Coast. Hii ni ya 4. Hatujawahi kushinda mchezo hata mmoja. Tunatafuta ushindi wa kwanza. Naamini msimu huu ndio tunakwenda kupata ushindi wa kwanza. Inawezekana ikawa sio kutoka kwa upande wa, inawezekana ikawa tukachukua kwa yoyote katika hao, lakini sana sana namuona Tunisia, namuona na Uganda, tunaweza tukawachukulia alama 3 kwa kila mmoja hapo. Nguvu hiyo tunayo sisi sasa hivi, ligi yetu imepiga hatua, wachezaji hawa wana pressure tena kucheza katika viwanja vya aina yoyote ile, kwa sababu hata katika level ya ligi ya zakafu hizi wanacheza katika viwanja vingi vigumu. So hii ni faida kwa Tanzania, kwa hawa wachezaji kwa wameshapata experience ya kutosha kuelekea katika michuano hii mikubwa kabisa ya Afrika. Wewe kwa mtazamo wako unaonaje? Unaona Tanzania wakichukua alama ngapi katika kundi lao lenye Nigeria, Tunisia na Sudan? Unaona alama ngapi? Kumradhi, Nigeria, Tunisia pamoja na Uganda. Unaona alama ngapi tunaweza tukazichukua? Weka comment yako kwenye comment section, bila kusahau kusubscribe, na hii ni Mzinga Sport.